Habari ya dharura ambayo imetufikia hivi sasa ni kwamba mataifa mawili makubwa ya NATO, yaani Italia na Spain, yameamua kupeleka meli za kijeshi baharini ili kulinda msafara wa Gaza Flotilla. Uamuzi huu umekuja mara baada ya shambulio linalodaiwa kufanywa na Israeli, ambapo ndege zisizotambulika aina ya drones zilirushia angalau mashua 10 vitu visivyotambulika na kusababisha milipuko kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa, video tayari imeonyesha meli ya kijeshi ya Hispania ikiwa njiani kuelekea kuungana na msafara huo katika maji ya kimataifa, ikiwa na jukumu la kutoa ulinzi wa moja kwa moja. Gaza Flotilla ni msafara wa kimataifa wa wanaharakati, mashirika ya kiraia na watu binafsi wanaojaribu kuvunja mzingiro wa Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza kwa kusafirisha msaada wa kibinadamu moja kwa moja kwa watu wa Palestina. Lakini historia imeonyesha mara nyingi kwamba safari hizi huwa hatarini zaidi. Mwaka 2010 dunia ilishuhudia mauaji ya wanaharakati kadhaa katika meli ya Mavi Marmara baada ya askari wa Israeli kuivamia kwa nguvu. Sasa hatua ya Italia na Hispania kupelekea manowari za kulinda msafara huu inachukuliwa kama hatua isiyo ya kawaida, kwani ndani ya NATO kwa mara ya kwanza mataifa wanachama wa muungano huu mkubwa wa kijeshi yanaonyesha waziwazi uamuzi wa kulinda wanaharakati wanaopingana na sera za taifa la Israeli. Lakini swali kubwa linalobaki ni je, hii ni ishara ya mabadiliko ya msimamo wa Ulaya dhidi ya Israeli au ni tukio la kipekee kutokana na shinikizo la maandamano na maoni ya umma barani Ulaya? Kwa upande wa Israeli, wachambuzi wanasema inaweza kuona hatua kama ni changamoto ya moja kwa moja dhidi ya mamlaka yake ya kijeshi na sera zake za ukanda wa Gaza. Hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya manowari za NATO ingeweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na hata kijeshi. Kwa sasa msafara wa Gaza unaendelea kusonga mbele huku dunia nzima ikilifuatilia kwa umakini. Hali hii inaweza kuwa kipimo kikubwa cha mahusiano kati ya NATO, Umoja wa Ulaya na Israeli katika siku zijazo.